Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Waligani mtazamaji wa chanela yetu, hamjambo na karibu kuambatana nasi katika matangazo haya tunayokutangazia tukiwa Mei 7, 2025. Natasha Mingo Andrea ni msomaji wa leo, tukikujulisha kwamba tunakutangazia toka DRC, mashariki mwake jimboni Kivu Kusini. Tuanze na habari za kidini kuhusu uchaguzi wa Papa. Makardinali watakusanyika mjini Vatican kuchagua mrithi wa Baba Mtakatifu Francisco aliyefariki dunia Jumatatu Aprili 21 iliyopita akiwa na umri wa miaka 18. Baada ya muda wa maombolezo, mkuu mpya wa kanisa atateuliwa katika mkutano wenye kanuni za hali ya juu. Chini ya Sistine Chapelle, makardinali watachagua papa ajaye, waripoti wenzetu katika BFM TV. Kisha bado Jumatano hii Mei 7, wakati wapiga kura wote wa kardinali watakapokula kiapo, mkuu wa sherehe za kiliturujia atatangaza onese za ziada, kifungu cha Kilatini kinachomaanisha kutoka kila mtu. Msimamizi pekee wa maadhimisho ya kiliturujia na kikanisa waliochaguliwa kutoa tafakari ya pili, kardinali asiye mchaguzi Raniero Cantalamessa, mhubiri wa zamani wa kaya ya kipapa, ndiye atakayebaki katika kanisa la Sistine, chanzo hicho kinabainisha. Hatimaye Giovanni Battista, mkuu wa chuo kitakatifu, atawauliza wapiga kura rasmi ikiwa uchaguzi unaweza kufanyika, na ikiwa ni hivyo, wapiga kura wanaweza kuanza. Kwa siku hii ya kwanza, kura moja itafanyika ikilinganishwa na duru mbili zinazoanza siku inayofuata. Katika kipindi cha kupiga kura, makardinali watakuwa katika kiputo cha hermetika. Kitakatifu kitawekwa chini ya kuzingirwa, kutengwa na ulimwengu. Hakuna televisheni, hakuna magazeti na hakutakuwa mtandao. Wachungaji watapangwa hata hivyo kuhakikisha kwamba walezi wao wanafungiwa pamoja nao wakati wa majadiliano ili waweze kudhibitisha ikiwa ni lazima. Wanadini wataingia kwenye conclave, mkutano wa mlango uliofungwa ambao hautaisha hadi kiongozi mwingine wa kanisa ateuliwe na theluthi mbili ya makardinali, ikiwa 133 wapiga kura. Siku hii muhimu itaanza majira ya saa 4 za asubuhi katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro, kama ilivyoripotiwa na Vatican News. Wataanza na misa pro elingendo Romano Pontificia, yani kwa ajili ya uchaguzi wa Papa wa Kirumi. Kongamano hilo litaanza rasmi majira saa 10:30 za jioni kwa muda wa sala, ambapo wapiga kura wa kardinali watashiriki katika kanisa la Pauline Chapelle mjini Vatican. Kisha wakiwa wamevalia kwaya watakwenda katika maandamano mazito hadi kwenye kanisa la Sistine kwa uimbaji wa litania ya watakatifu. Baada ya kuimba kwa muundo wa muumba wao Veni, watakula kiapo. Taarifa ya Holy See ilisema waendeshaji shughuli za kiuchumi katika jiji la Bukavu wanatakiwa kuuza bidhaa zao katika mifuko ya plastiki kabla ya Mei 20, 2025. Rufaa iliyozinduliwa na makamu wa gavana anayesimamia utawala chini ya AFC M23 Bwana Dunia Masumbuko Bwenge, kufuatia uamuzi wa Baraza la Usalama lililofanyika katika jiji la Bukavu mnamo Aprili 21 mwaka 2025. Mwishoni mwa mambo hayo, iliamuliwa kukomesha uingizaji, usafirishaji na uuzaji wa mifuko ya plastiki ama sachet katika jimbo la Kivu Kusini kuanzia Mei 20 mwaka 2025. Makamu wa gavana Dunia Bwenge anazungumza kuhusu hilo katika mahojiano nasi.
Haiko gouvernement njo inauzishaka masashe. Haiko gouvernement inataka maambalaje. Sisi hatuna magazeti ya kuuzisha. Ni buchuruzi. Na wachuruzi wanazileta sababu wanafaidika ndani. Na hivyo wabadilishe, walete sasa maambalaje ambao tunasema zinakubaliwa. Na watazichuruza na watu wale ambao wanauza masashe wataanza kuuza zile na watafanya nazo kazi. Nikusema haiko mambo aseme serikali aanze kuleta masashe, hatuko ba commerçant. Tunawapatia orientation sur la politique et la vision. Mwingine isha chafuka ina exagérer. Mais avec ces sachets là, on doit mettre fin kusudi mwingine itakate pamoja na tutaendelea pole na ingine mamipango itakamatika, lakini tunaambia wale wa masashe kwanza na kisha kesho tutaingia ingine mpango, sababu tunahitaji tuhakikishe kama mji wa Bukavu unatakata, unasafishwa na inakuwa mji yenye kuheshimiwa na kila mtu ataanza kutamani na ya kuitembelea Bukavu sababu itakuwa imetakata. Tujulishe kwamba marufuku hii ni sehemu ya ulinzi wa mazingira na kukuza afya ya maeneo yote yaliyokombolewa na AFC M23 katika jimbo la Kivu Kusini. Na tukibaki tu katika masuala ya mazingira, tubainishe kwamba wamiliki wa vibali vya uchimbaji madini na wahusika kadhaa wa kiuchumi katika eneo la Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini wanaonya juu ya uchimbaji haramu wa dhahabu na uporaji unaoharibiwa na vikundi vinavyojiamini katika eneo hili. Walitangaza hili katika taarifa ya umma ambayo nakala yake imetumwa kwetu. Kulingana na ushuhuda wao, watu hao wenye silaha wananyonya dhahabu kinyume cha sheria na kupora kwa utaratibu magala ya makampuni ya Kichina yanayofanya kazi katika eneo hilo. Waendeshaji hao wa masuala ya kiuchumi wanafichua hasa kwamba magari 4 aina ya Land Cruiser 4x4 na magari 2 aina ya Portlet, mali ya makampuni tayari vimechukuliwa. Kiasi kikubwa cha mafuta pia wanaripoti kimechukuliwa, hali ambayo inaleta wasiwasi mkubwa miongoni mwa jamii wa sekta hiyo binafsi. Kulingana na ujumbe wa tahadhari, watu hawa wenye silaha wanajigeuza kuwa wanaendesha madini na wanawaweka kando wamiliki halali pamoja na wafanyakazi wote wanaokuwepo katika eneo hilo. Hali hii inaleta woga mkali kwa watendaji wa mashirika ya kiraia, wamiliki wa makubaliano yanayohusika, pamoja na makampuni ambayo ni waasiriwa wa vitendo hivi. Wapili wanalahani hali ya ukosefu wa usalama inayoingia na kuleta uhalifu wa kiuchumi. Kwa ufupi, wanatoa wito kwa mamlaka husika kuingilia kati haraka iwezekanavyo ili kurejesha utulivu na kuwaadhibu wale wanaohusika na vitendo hivi, kwa sababu biashara za ndani zina hatari ya kufilisika na kusababisha madhara makubwa kwa maisha ya kijamii na kiuchumi ya watu. Afya. Waziri wa Afya ya Umma, Usafi na Usalama wa Jamii Samuel Roger Kamba aliwasilisha hali ya mlipuko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kubainisha kwamba ni zaidi ya visa 413 vya suluba, vikiwemo vifo 11 vimeripotiwa Kivu Kusini na Kaskazini. Kulingana na ripoti yake, visa vya suluba vimeripotiwa mtawalia katika Kivu Kaskazini, visa 270 vinavyotiliwa shaka, na katika Kivu Kusini visa 169 vinavyotiliwa shaka na vifo 11 katika wiki iliyopita. Zaidi ya hayo, mwenendo wa mpox katika wiki ya 16 inaonyeshwa na ongezeko la kesi zinazotiliwa shaka kutoka 2044 hadi 2693 huko Kivu Kaskazini, na kesi 286 zinazotiliwa shaka zimerekodiwa, zikiwemo 9 zinazothibitishwa, tofauti na Kivu Kusini ambapo wiki imemalizika na kesi 365 zinazotiliwa shaka. Kuhusu janga la kipindupindu, aliripoti kuwa wiki iliyopita ilikuwa na kupungua kwa idadi ya kesi mpya zinazotiliwa shaka kutoka 1198 hadi 1900 pamoja na vifo 9 vinavyowakilisha kiwango cha kifo 1%. Hata hivyo, kwa mujibu wa kumbukumbu za mkutano huu, mfumo wa kukabiliana na hali hiyo unadumishwa na hatua zinazoendelea ili kuondokana na magonjwa haya ya milipuko. Usalama.
Tamko la watendaji wa kijamii, waigizaji wa masuala ya kijamii wanasikitishwa na ongezeko la kesi za kujilipizia haki katika jiji la Bukavu. Wameeleza hayo katika mahojiano nasi, wakijibu matukio kama na hayo yanayotokea katika maeneo mbalimbali ya jiji la Bukavu, zaidi usiku wa tarehe 5 na tarehe 6 katika jiji la Bukavu. Kulingana na David Chikuru, mfanyakazi wa kijamii katika jiji la Bukavu, usiku wa Jumatatu hadi Jumanne Mei 6 haikuwa nzuri kwa wakazi wa eneo kadhaa mjini Bukavu. Katika maeneo hayo, wezi waliiba nyumba na maduka katika manispa mbalimbali mjini Bukavu. Aliongeza kuwa watu 5 wenye silaha walifanya kazi katika barabara ya Irambo, Nyalukemba na maeneo mengine, ambapo mmoja alinaswa na kuchoma moto akiwa hai na wakaaji wenye hasira. Mkasa huo umetokea katika eneo la Nyakaliba kuelekea Kaduru, ambapo mtu anayeshtakiwa kuwa mwizi alikamatwa na silaha na kuuawa na wakazi wa eneo hilo. Akikabiliwa na hali hii, David Chikuru anatoa wito kwa mamlaka kuweka mbinu za kukomesha tabia hii. David Chikuru katika mazungumzo haya aliongea yafuatayo. Baba mmoja wa zaidi ya 13 ya kuzaliwa anaitwa Patrick, na wanasema yeye alikuwa arbitre mtimu za hapa mjini Bukavu. Aliweza kushikwa na wakaji wa huko Irambo wakati walimuuliza maswali zimoja, imeonekana amesema wenzake ambao walikuwa kuiba nao, na vijana wamejielekezea nyumbani kwake, wamebomoa nyumba na bibi amekimbia na watoto, na ndipo ameweza kuchomwa kwa moto na wakaji wenye hasira. Lakini pia hii usiku tu majira za saa 1 za magharibi tunakuwa kata Ndendera Avenue Cansnel 2, ndio watu 3, wawili miongoni mwao wakiwa na silaha waliweza kushambulia wale ambao walikuwa ndani ya vilabu vya pombe. Wamewanyang'anya zaidi ya simu 10 na pia pesa. Pia uko kwenye kanisa Mater Dei ngambo ya Ararat, nako jambazi wamejitokeza na kunyang'anya watu simu za mkononi majira za saa 1 za magharibi. Tunaomba wakaaji kuwa makini wakati hizi. Na umesikia jambo limefanyika huko ngambo za Kaduru, bako walimuua mjambazi mmoja, na majambazi wenyewe walipiga mmoja kati yao masasi na amepelekwa kwenye hospitali. Na tukibaki tu katika habari za usalama, tubainishe kwamba akiwa mvunja noti na mtumishi wa simu za mkononi kwa kutuma na kupokea pesa, alipoteza maisha jioni ya Jumanne Mei 6 mwaka tulimo huko Nyawera manispa ya Ibanda. Ilikuwa wakati wizi walionekana katika eneo hilo, na wizi huo ambao ulizua hofu katika eneo hilo Jumanne jioni. Majira ya saa 1 za jioni, watu wenye silaha walilenga duka la Airtel Money, mali ya kijana mjasiriamali maarufu mjini aliyekuwa akijulikana kwa jina la Amani. Alisifiwa sana kwa usaidizi wake na ushiriki wake katika maisha ya mtaani. Kijana huyo alishambuliwa vikali alipokuwa mahali pake pa kazi. Kwa mujibu wa mashuhuda kadhaa waliokuwepo kwa eneo hilo, majambazi hao waliingia ndani ya duka hilo kabla ya kuondoka na kukimbia na kiasi kikubwa cha fedha, huku wakiacha na muondolea maisha marehemu. Wakiwa wamekimbia, walimpiga risasi kijana anayejulikana kwa jina la Amani na kumjeruhi shingoni. Tukio hilo la ukatili wa kupindukia liliwashtua sana wakaadhi wa eneo hilo, ambao walishutumu ongezeko la vitendo vya uhalifu katika sehemu hii ya jiji la Bukavu. Duru za kimatibabu zinaeleza kuwa Amani alihudumiwa haraka na kupelekwa katika hospitali Generale mjini Bukavu kabla afariki dunia. Kipindi hichi kipya cha ukosefu wa usalama kinaibua upya wasiwasi kwa wakazi wa Bukavu, ambao mara kwa mara wanakabiliwa na visa vinavyolenga biashara, hasa vinavyohusiana na masuala ya kifedha za simu. Idadi ya watu inatoa wito kwa mamlaka kuimarisha hatua za usalama katika wilaya mbalimbali za kibiashara na kutafuta wahusika wa shambulio hilo ambao karibu waweze kujibu kwa matendo yao, sababu wanagharimu maisha ya watu kila leo. Na ni hapo ndipo tunatamatisha matangazo yetu, mtazamaji wa chanela yetu. Asante kutukopa sikio na jicho mwanzo hadi tamati wa matangazo haya. Hadi wakati mwingine, kwa neema ya Mwenyezi Mungu, tukutane tena. Kwaherini. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24.
24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.